Leo ilikuwa ni siku ya hukumu ya shauri kubwa ambalo Waislamu wamefungua hapa nchini kwetu Tanzania. Ilikuwa ni shauri la kikatiba ambalo limefunguliwa mwaka 2024, na katika shauri hili Waislamu walikuwa wameshtaki mamlaka tatu za serikali ambazo ilikuwa ni RITA, msajili, wizara ya mambo ya ndani, mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini vile vile kwenye shauri hili pia walikuwa wameshtakiwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Shauri kimsingi ilikuwa ni shauri la kudai uhuru kwa Waislamu katika kujiamulia mambo yao wenyewe katika dini, kwa maana ya uongozi, uanzishaji wa taasisi mbalimbali na hata umiliki wa mali. Hili ni tatizo kubwa ambalo Waislamu wamekuwa wakilipata hapa nchini kwetu Tanzania kwa miaka mingi sana. Waislamu wamekuwa wakilazimishwa pale ambapo wanapotaka uhuru katika masuala hayo kwamba hawawezi wakafanya isipokuwa kwa kupata kibali cha serikali, lakini kupitia baraza la BAKWATA. Kwa hivyo Waislamu walileta shauri mahakamani kudai uhuru katika mambo hayo, na baada ya miezi kadhaa, leo hii Mahakama Kuu imetoa uamuzi. Uamuzi uliotoa kwanza, imetamka kwamba BAKWATA sio chombo kinachowakilisha Waislamu wote wa Tanzania, isipokuwa kinawakilisha wale waliohiari wao wenyewe kuwa chini ya BAKWATA. Na kwa maana hiyo hukumu hii ni taarifa rasmi kwa mamlaka zote za serikali kwamba pale ambapo Waislamu wanapotaka kwenda kuomba huduma yoyote ile, basi wasilazimishwe kwamba lazima walete barua kutoka BAKWATA halafu ndio wapewe hiyo huduma. Kwa mamlaka zote sasa hivi za Waislamu na Waislamu moja wamekuwa huru katika uanzishaji, umiliki au pale ambapo wanapotaka jambo lao lolote. Hii ni fursa kubwa, ni uhuru mkubwa sana, na shauri ilikuwa ni shauri la kikatiba. Na niseme tu kwa niaba ya wale Waislamu ambao tulileta shauri hili mahakamani kwamba tutaandaa kongamano muhimu sana ambalo wanasheria watakuja kutoa ufafanuzi na umuhimu wa hukumu hii ambayo iliyotolewa leo na Mahakama Kuu ya Tanzania. Ni hukumu ya kwanza kubwa kutolewa katika nchi yetu Tanzania. Yaliyozungumzwa ni mambo mazito ambayo nafikiri pale tutakapopata fursa ya kuhudhuria kwenye hilo kongamano, Waislamu watapata elimu kubwa na watapata ufafanuzi mkubwa na watajua kwa kiasi gani ambapo wanaweza kunufaika sasa na hukumu hii iliyotolewa leo. Kwa hivyo niseme kwamba kwa sisi ambao tulioleta shauri hili kwa niaba ya Waislamu tumewakilisha vizuri, na tunashukuru sana kwa namna ambavyo shauri hili limemalizika. Tunapeana mikono. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asante sana. Wamefafanua majaji kuonyesha kwamba BAKWATA sio baraza la Waislamu wote, isipokuwa ni wale Waislamu ambao wametajwa ndani ya katiba yenyewe BAKWATA, ambao hao ni Shafi na Sunni wal Jamaa, ndio walivyotajwa wao kwenye katiba ya BAKWATA. Kwa hivyo Muislamu ambaye si madhehebu hizo, kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa leo ni kwamba yeye hahusiki na BAKWATA. Ndivyo ambavyo ilivyotolewa. Kwa hivyo mahakama imetoa tamko kwamba BAKWATA sio chombo cha Waislamu wote, isipokuwa ni chombo wanaokuwa chini ya BAKWATA ni wale ambao wametajwa ndani ya katiba ya BAKWATA. Kwa majina yangu naitwa Hassani Asmani, Principal Legal Officer kutoka BAKWATA, ni mwanasheria mkuu wa idara ya sheria kutoka BAKWATA makao makuu. Tolewa uamuzi na maamuzi tunashukuru yamekuwa ni mazuri ambayo yameridhisha pande zote. Ni jambo moja tu ningependa kuliweka sawa, lisije likapotoshwa, ni kwamba wadai walikuwa na madai takriban kama 5 hivi, lakini madai yote yameonekana si madai ya msingi kwa mujibu wa sheria, na dai moja linaonekana ni sahihi, ile ambalo linasema mahakama imesema, na sisi tunakubaliana ni kweli. The Trustees Incorporation Act na the Society Act, zote sheria mbili hazijasema, na sisi tunakiri kwamba hazijasema kwamba kila bodi ya wadhamini au taasisi ya Kiislamu inaposajiliwa lazima ipate barua kutoka BAKWATA.
sheria zote hazisemi hivyo. Sheria zote zinasemi hivyo, na sisi tunajua hilo, na pengine ilikuwa tu ni ile goodwill ya taasisi yetu ya BAKWATA, ile sifa njema na kongwe ya BAKWATA kuziagiza taasisi zinazotaka kusajiliwa kwamba unajua hii introduction letter anatakiwa aitoe mtu anayekujua. Sasa BAKWATA ni taasisi kongwe tangu 1968. Kwa hiyo ilikuwa kama ni mazoea tu kwamba kalete barua kutoka BAKWATA, lakini si takwa la sheria kama ambavyo Mahakama Kuu imeliona. Kwa hiyo waleta maombi wamefeli katika madai yao mengine yote manne isipokuwa hilo moja ambao na sisi tunaona ni sahihi kabisa. Haya yalikuwa ni mazoea tu yalikuwa yakifanywa na mjibu maombi wa kwanza na wa pili. Ni kwa sababu ya sifa njema na ukongwe wa taasisi yetu BAKWATA ambayo imekuwa ina heshima na hadhi kubwa mbele ya jamii. Kwa hilo ningependa liwekwe sawasawa, yasije kazuka tu kwamba tumeibwaga BAKWATA, tumeibwaga. Hapa sio habari ya kubwagwa wala kubwagana. Maamuzi yaliyotoka ni sahihi na sisi tunaridhia kabisa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hilo nilitaka kuliweka vizuri lisije likapotoshwa. Asante sana.